Wakati hotuba ya Samia Suluhu Hassan kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka mpya 2026 ikizua mtafaruku mkubwa, kumejitokeza changamoto katika mkakati mmoja muhimu wa kumng'oa Samia madarakani. Makala hii inatupia jicho masuala hayo mawili kuhusu hiyo hotuba ya Samia kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026 ambapo imezua mtafaruku mkubwa. Lakini pia katika upande wa pili, sehemu ya pili ya makala hii tazungumzia kuhusu changamoto zilizokumba mkakati muhimu wa kumng'oa Samia madarakani. Kama unavyofahamu, Disemba 31 usiku Samia aliongea na Watanzania. Hotuba yake hiyo ilikuwa imepelekea masuala makuu mawili. Kwanza ni hisia zilizowagusa watu wengi kwamba hotuba ile imetengenezwa kwa akili mnemba, lakini sitotaka kuingia sana katika hilo kwa sababu sidhani kama lina tija. Endapo ni ya akili mnemba, endapo ni yeye mwenyewe kaongea, haibadili ukweli wa kile alichokiongea, na hili ndilo la msingi, kwa sababu baadhi aliyoongea katika hotuba hiyo yamepelekea mtafaruku mkubwa, na pengine kusema mtafaruku itakuwa sio neno sahihi, bali yamewakera sana baadhi ya watu, kwa sababu lugha aliyotumia na maneno aliyoongea kwa hakika ilikuwa ni kama kebei kwa maelfu ya Watanzania waliouawa. Na ikumbuke kwamba Watanzania hao waliouawa kwa amri, kwa ruhusa na maelekezo yaliyotolewa na yeye Samia mwenyewe. Hebu sikiliza kwanza kipande hiki kifupi tu cha hayo aliyoongea Samia, ambayo kwa hakika yamewakera watu wengi. Baada ya kusikiliza, tutajadili kwa kifupi kabla ya kuingia sehemu ya pili ya makala hii. Karibu usikilize hiki alichoongea. Ndugu wananchi, kiungo kingine cha maendeleo ni uwepo wa utulivu wa kisiasa na hali ya amani na usalama nchini. Mwaka 2025, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Itakumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kwa dhati kabisa, ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya hotuba aliyoitoa Samia hapo juzi usiku, na kauli ambazo zimewakwaza watu wengi ni pamoja na hiyo ya kudai kwamba 2025 kulikuwepo utulivu wa kisiasa pamoja na hali ya amani na usalama kuwa shwari. Kila mtu anafahamu kwamba mwaka 2025 ulikuwa mgumu sana kwa Tanzania, hasa matukio ya kuanzia Oktoba 29 ambapo maelfu ya Watanzania waliuawa kwa amri ya Samia mwenyewe. Lakini jingine ambalo limewatibua watu wengi ni hilo la kuvishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu hawa ndio walioshiriki katika hiyo chinja, na kama nilivyoeleza awali, takwimu za waliouawa inaelezwa kwamba ni zaidi ya watu 10,000. Sasa hii figa ya watu 10,000
inatokana na submission iliyofanyika kule ICC, hiyo mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Wao wamesema kuwa wana ushahidi kuwa idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Kwa hiyo ndio maana wamekuwa tukifanya reference kwa kutumia hiyo figure. Vile vile amedai kuwa kama ulivyomsikia kwamba ameuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara. Taifa imara haliui watu wake. Kwa hakika hizi kauli zinasikitisha, na hii ilikuwa fursa nzuri sana kwa Samia angalau kuliunganisha taifa, angalau kuomboleza na taifa. Lakini kwa mara nyingine amethibitisha kwamba yeye amehusika na swala hili kwa sababu amelichukulia yani kama ni kitu kizuri kilivyotokea. Hata hivyo kuna habari njema hapa, na habari njema ni kwamba hotuba kama hizi zitatumika katika hiyo kesi iliyopo huko mahakama ya kimataifa ya uhalifu, kwa sababu hizi ni kauli za wazi za kuonyesha kwamba huyu mtu hana remorse. Remorse ni ile hali ya kwamba umefanya kosa halafu unajutia, au umefanya kosa halafu unaelewa kile kinachowaumiza wale waliotendewa lile. Wakati anaongea haya, kuna maelfu ya Watanzania ambao wamepoteza wapendwa wao, lakini pia kuna maelfu ya Watanzania ambao licha ya kupoteza wapendwa wao hawajapata miili ya wapendwa wao. Halafu kuna maelfu ya Watanzania ambao hawajui hatma ya wapendwa wao, endapo wapo hai, endapo wamekamatwa, endapo wameuawa, hakuna. Lakini pia kuna maelfu ya Watanzania ambao ndugu zao walitekwa, wamekamatwa, wengi wao wako hai. Baadhi ya ndugu na jamaa wana taarifa, lakini hawajui watatoka lini na endapo watatoka wakiwa hai. Kwa hiyo kwa hakika hii hotuba haikuwa ya kutilia maanani kinachoendelea katika Tanzania yetu. Hata hivyo kuna changamoto, kwa sababu moja ya njia ambazo zimekuwa zikitumika kukabiliana na katika jitihada za kumng'oa Samia Suluhu Hassan ni maandamano. Kama unakumbuka, maandamano ya Oktoba 29 yalikuwa na mafanikio, lakini upande wa pili maandamano yale yalifuatiwa na matukio ya kutisha ambapo maelfu ya waandamanaji waliuawa. Lakini hata maandamano yalipoisha bado vikosi vya Samia vilienda kwenye majumba ya watu na kuua maelfu ya watu. Lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba maandamano yale yalifanikiwa. Lakini maandamano yaliyofuata yalipangwa kufanyika Disemba 9, mengine Disemba 25 na jana Januari mosi ya 2026. Kwa kifupi, maandamano yaliyofuata hayakuwa na mafanikio. Yale ya Disemba 9 kidogo kulikuwa na watu waliojitokeza, Disemba 25 kiasi fulani, lakini jana kwa hakika ilikuwa ni matokeo si mazuri. Na hii inaleta hali pengine ya kufanya tafakuri kwamba vitu gani ambavyo vinaathiri ufanisi wa haya maandamano na nini hasa kifanyike. Sasa kuna sababu nyingi, lakini kwa kifupi, sababu ya kwanza ambayo inachangia mahudhurio hafifu au watu kutojitokeza katika maandamano ni ukweli wa yale yaliyojiri Oktoba 29. Kwa hakika kuna watu wanaogopa, wanajua wakitoka wanaweza kukumbana na kilichotokea kwa wenzao, kwa sababu kama wenzenu zaidi ya 10,000 wameuawa, inahitaji ujasiri mkubwa sana kuingia mtaani kuandamana. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu. Sababu nyingine ni ukweli kwamba Oktoba 29 maandamano yale kwa kiasi kikubwa yalihamasishwa na Mange Kimambi. Bahati mbaya akaunti yake ya Instagram ikawa imefungiwa. Kwa hiyo hamasa ile kubwa iliyokuwepo ya kabla ya Oktoba 29 kwa kweli kwa kiasi kikubwa imepotea. Wapo wamejitokeza watu wengine kujaribu kuhamasisha, lakini si kwa kiwango cha Mange, hasa kizingatia kwamba Mange alikuwa na followers wengi, mamilioni ya followers, kwa hiyo alikuwa anawafikia watu wengi. Kingine ni kwamba kumekuwa na hujuma kubwa sana katika hizi harakati, hasa kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok ambako vijana wa Gen Z ndio walikuwa wakikutana, wanafanya wanaita bunge la Gen Z. Kwa hiyo kule kumevamiwa na watu wa idara ya usalama wa taifa pamoja na vijana wa UVCCM. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa, na hii ndio ilitokea ile issue ya yule jamaa anaitwa Habili Kabili sijui, ambaye baadhi ya watu wanahisi kama ni mtu aliotumwa, kwa sababu aliahidi vitu vingi na laiti vile vitu alivyoahidi vingetokea kungekuwa na ufanisi, kwa sababu katika nyakati kama hizi mtu akifanya udukuzi, wale watesi wanapoteza mawasiliano. Akatoa ahadi nyingi lakini hakuna kilichofanyika, lakini hayo yamepita. Sasa kingine ambacho pia nacho kinachangia ni kuhusu tarehe za maandamano. Tarehe 9 ilikuwa ni siku ya sikukuu Uhuru na Jamhuri. Tarehe 25 ilikuwa ni Christmas. Na idadi kubwa watu wanakwenda majumbani, kama Wachaga huwa wanakwenda huko Kilimanjaro. Kwa hiyo pia ilikuwa, na jana
tarehe moja pia ilikuwa ni public holiday. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba bora haya maandamano yafanyike siku zisizo za sikukuu, kwa sababu siku za sikukuu kwanza ofisi zimefungwa, kwa hiyo hata watu wakiandamana kusema kwenda kwenye ofisi fulani watakuta imefungwa. Kwa hiyo kuna ushauri kuwa labda hata kama kuna maandamano huko mbele, basi ni vema yasifanyike siku za sikukuu. Lakini jingine ambalo pengine si kubwa sana ni mshikamano, kwa sababu kiongozi mmoja wa dini kwenye sehemu wanakutana wa Tanzania walioko ughaibuni, inafahamika kama Sauti ya Tanzania, askofu mmoja aliwahi kuongea pale akasema kuna changamoto, kila mtu anafanya jitihada zake. Katika wale wenye sauti kama viongozi wanafanya jitihada za kuhamasisha watu, lakini kila mtu anafanya kivyake. Na mfano ni kama wote mnamkimbiza mwizi, lakini kila mmoja wenu anataka kuwa wa kwanza kumkamata yule mwizi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mkaishia kukimbizana wenyewe badala ya kumshika yule mwizi. Kwa hiyo way forward, kuna haja pengine ya sauti hizi kuunganishwa. Of course watu wana tofauti zao, pengine kuna kutokuaminiana, lakini katika nyakati kama mazingira kama hayo inalazimu pengine kufanya kazi na watu ambao hata hamuaminiani sana, ili mradi matokeo yawe mazuri. Tutoe mfano mmoja, katika mambo ya ujasusi kuna nyakati ambapo jasusi anaweza kutumwa kwenda kwenye kundi la magaidi. Huwezi kuwaamini magaidi kwa sababu wao wanajilipua. Sasa unafanya nao kazi, inabidi wao wakuamini, yani utengeneze imani, wao wakuamini wewe, muweze kufanya kazi pamoja na lile lengo liweze kufanikiwa. Kwa hiyo kuna mazingira ambapo pengine watu walete ujuzi kutoka sehemu mbalimbali, kutoka sekta mbalimbali, mainjinia, madaktari, walimu, hao wote wanahitaji kuwekwa kwa pamoja ili kuweza kufikia lengo kusudiwa, kwa sababu pengine kwa mtu mmoja mmoja inaweza kuwa ni changamoto. Mwisho ni kwamba pamoja na maandamano ambayo yana logistiki yake kidogo inakuwa ni ngumu, kwa sababu maandamano kufanya kama kila siku sio rahisi, na haya yanayoandaliwa ndio hivyo tena, mahudhurio yanakuwa hafifu. Lakini moja ambalo linawezekana kirahisi ni la kususia, kuwatenga wale ambao ni washirika wa TESI, na miongoni mwa watu ambao wanaweza kuwa target za awali kabisa ni wenye viti wa serikali za mitaa au viongozi wale nyumba kumi, kwa sababu wale wamekuwa wakitumika sana kuwalengesha watu kwa watu wasiojulikana. Kwa hiyo hii inawezekana, na hii haihitaji maandalizi, kwa sababu hii ni swala ambalo inaweza kufanya mtu mmoja mmoja. Kuna baadhi wanasema kwamba njia hii haina ufanisi. Njia hii ina ufanisi kwa sababu ilifanikiwa Pemba. Ni kwa njia hii CCM Zanzibar ililazimika kukaa kitako na CUF na ikalazimika kukaa kitako na ACT Wazalendo baada ya kampeni ya kususia kufanikiwa. Kwa hiyo wanaosema kwamba hili haliwezekani, linawezekana na lipo ndani ya uwezo wa wananchi. Je, una maoni gani kuhusu haya? Karibu toe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.